Dear brothers and sisters, welcome to my channel, Tony Ngalo TV. And today, I just want to discuss something small about God. And my topic is very easy. It's a Swahili topic. Inasema ya kwamba, je, wewe ni maskani ya Mungu katika roho? Je, wewe ni maskani ya Mungu katika roho? Ephesians chapter 2 verse 22. Tuweza kuomba. Mtakatifu Mwenyezi Mungu, tunyenyekea mfalme mbinguni pako, tukiwa shukrani kwa sababu ni mwema. Umeweza kuwa nasi mfalme wakati huu. Tunapoingia mfalme kwa mafundisho yako, naomba kwamba uweze kuwa nasi, uweze kutongoza mfalme. Bariki wote ambao watazama chaneli yangu, na wote mfalme ambao tuweza kubarikiwa mfalme, jina lako liweze kutukufu na jina lako liweze kuinuliwa mfalme. Angalia mfalme, naingia katika mahubiri ya sasa. Kwa nami niongoze, nitumie kama chombo pia. Kwa nimeomba ya kupitia kwa jina la Yesu Kristo na kuamini. Amen. My viewers, kama vile nimewambia kwamba my name is Edward Mboye, and today's topic is very challenging. Ukiona topic ambayo imekuja kama swali, tukijua ni challenging, inahitaji majibu ya hapo na hapo. So inauliza kwamba, je, wewe ni maskani ya Mungu katika roho? Je, wewe ni maskani ya Mungu katika roho? Ukiangalia Biblia inasema kwamba Ephesians chapter 2 verse 22 inasema ya kwamba katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja kwa maskani ya Mungu katika roho. Katika mtu yupi huyu? Ni katika mtu yupi huyu tumejengwa kwa maskani ya Mungu? Katika mtu yupi? Biblia, umejua uzuri wa Biblia, huwa inauliza swali alafu pia inajijibu yenyewe. So itarajia swali kutoka mahali pengine, tafuta tu papo hapo kwa hiyo Biblia, usiangalie mahali pengine. So tunapata kwamba Ephesians chapter 2 verse 22, ambao ni swali letu katika topic, inajibiwa na Ephesians chapter 2 verse 20, ambayo inasema ya kwamba mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe jiwe ndiye naye Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. So tayari tumejua kwamba Kristo, sisi tumeweza kujengwa kwa Kristo ambaye ni jiwe kuu la pembeni. Anasema kwamba katika yeye jengo lote linaunganishwa vema na kukaa hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. So sisi miili yetu ni hekalu takatifu katika Bwana. So swali katika topic yetu inasema kwamba, je, wewe ni maskani ya Mungu katika roho? So umejua roho inakaa katika mwili ambao ni hekalu takatifu. Roho. So roho ikikaa mwili, roho ikikaa katika mwili ambao ni hekalu takatifu, then basi hii ndio maskani ambao ni ya Mungu. Maskani ya Mungu. So mili yetu ndio maskani ya Mungu kulingana na Biblia vile inaeleza, pamoja na roho. So tuweze kujua mambo haya, maswali ibuka yanaweza kuwa, so kama wewe ni maskani ya Mungu kweli, unafaa kufanya mambo yapi? Kama wewe ni maskani ya Mungu, unafaa kutenda mambo, unafaa kufanya jambo lipi ili watu wakikuangalia wanajua kwamba kweli huyu mtu ni maskani ya Mungu, kweli huyu mtu anaongozwa na Mungu, kweli huyu mtu anafanya mambo ambayo yanampendeza Mungu? Wewe unafaa kufanya mambo yapi? Kuna mambo 9 ambayo tutaweza kuangalia ili tuweze kujua kwamba mtu huyu anastahili ama hastahili kufanya. Ndio wewe uweze kuitwa maskani ya Mungu, ya kwamba Mungu akaa na wewe, lazima uweze kufanya mambo 9 ambayo nitaweza kukuambia
Jambo la kwanza ama kipengele cha kwanza ambayo unafaa kufanya ndio watu waweze kujua kwamba wewe hakika Mungu ako na wewe, ama maskani ya Mungu iko kwako. Jambo la kwanza, tutoe utu wa uharibifu kwetu sisi ama katika miili yetu. Tutoe utu wa uharibifu. Ephesians chapter 4 verse 22 imeeleza vizuri kabisa. Jambo la pili, inafaa tuwe na utu mpya. Utu mpya, unajua ya zamani yamepita na sasa kaganga yajayo ambayo ni mapya, ya kwamba umezika dhambi zako na umeamua kumfuata Yesu kwa njia ya ubatizo. So unatoa utu wako ile ya zamani, unavaa utu mpya. Hiyo ni Ephesians chapter 4 verse 24. Alafu inasema kwamba point number 3 inasema kwamba tuvue uongo. Mara mingi wa Kristo ama mara mingi wale ambao wanamtumainia Mungu, mara mingi jambo likianza kuwa mbaya ama kutatua jambo likianza kwenda mrama, unapata kwamba mtu anaingiza uongo ili jambo hilo liweze kutatuliwa vizuri. So Biblia inasema kwamba tuweze kuvua uongo na tuweze kufanya nini? Kufanya yanayompendeza Mungu. Ephesians chapter 4 verse 25. Point number 4 inasema kwamba tuwe na hasira, yes, lakini tusitende dhambi. Ya kwamba unafaa hata ukiwa na hasira, kwa sababu miili yetu ni dhaifu. Hata Mungu Muumba alipotuumba na tulipokuwa pale katika shamba letu la Edeni, Ibilisi ndio aliingiza dhaifu katika miili yetu. Alipomdanganya Hawa akamwambia aweze kula tunda tu, aweze kula, hapo ndio udhaifu ulianza kuingia. So miili yetu ni dhaifu. So japokuwa tunakuwa na hasira hapa na pale katika maisha yetu, tuweze kuangalia tusiweze kufanya dhambi, tusiweze kutenda dhambi katika hasira hiyo. Tuweze kujisitiri tunapokuwa na hasira, na tuweze kufanya nini? Tuweze kubalance hiyo hasira ili tusiweze kufanya dhambi. Hiyo ni Ephesians chapter 4 verse 25. Then point number 5 inasema ya kwamba fanya kazi, acha za bure. Unajua kama Wakristo, unajua tumezoea kuchukua maisha ya kule nje ya maisha na kukopi, tumeweza kukopi maisha ya nje ya kwamba vile wanafanya pia tunataka kufanya hivyo. So Biblia inasema ya kwamba tusizoee mambo kazi ya bure, tufanye kazi na tusizoee za bure, tuache za bure. The only thing, and I know very well, the only thing ambayo itazuia Wakristo vijana kutoingia mbinguni, the only thing ni gambling. Tusipochunga gambling, yatuingiza taabuni, kwa sababu maisha yetu ni ile tumeichukua tu. Asubuhi ukiamka unaenda kucheza, ikifika jioni unaenda kucheza, ufanyi kazi. Pesa unatoa wapi? Hiyo ndio swali la kwanza. Unatoa pesa, unatarajia pesa za gambling ndio uweze kukulisha, na kwamba wewe haufanyi kazi yako ni kuwekelea. Biblia inaturuhusu tuweze kufanya kazi. Kumbuka shamba la Edeni, Adamu walipoasi, mwanamke aliambiwa atazaa kwa utungu, na Adamu mwenyewe, mwanaume, akaambiwa kwamba utakula kwa jasho lako utakula. Inamaanisha yafaa ufanye kazi kwa jasho lako ndio uweze kula. So unapokuwa ukifanya kazi ya mzaa, hizi kazi ambayo si kazi, unaekelea tu,
pesa kwa pesa, pesa kwa pesa. Hiyo si kazi, my friend. Ibilisi anatumia ukora kuchanganya wanadamu, na amepata wafuasi wengi kwa huo ukora. So anajaribu kutupiga vita ili aweze kupata wafuasi wengi, na anapitia kwa vitu zile ambazo Mungu hataki, vitu zile ambazo Mungu anapinga, yeye ndio anakubali. Sijui kama umepata pointi hapo, ya kwamba ibilisi hapendi kuenda sambamba ama sawa na mambo ya Mungu. Akiona mambo ya Mungu yanaenda yamenyoroka, yeye anakuja anapinga ili aweze kutafuta wafuasi, na wafuasi pia wako. Tuko katika vita vikuu, na wenye vita ni wawili pekee yake, Mungu na ibilisi, na kila mmoja anatafuta wafuasi. So nataka kwamba ibilisi anatafuta wafuasi wake na Mungu pia anatafuta wafuasi wake, na at the end of the time or of the day utapata kwamba wewe ndio mwamuzi wako utafanya. Je, ukienda kwa mkono wa Mungu ama mkono wa ibilisi? Ni uamuzi wako utafanya, hakuna mwenye atakufanyia. Na uzuri wa Biblia pia inafanya nini? Inajaribu kutueleza, na imetueleza kwa undani pia. In 2 Timothy chapter 3 verse 6 kwamba inatuambia kwamba Biblia iko tu pale kwa kutuonya sisi, kutuelekeza katika mambo ya Mungu. So if you want to be on God's side, you must read the Bible. Lazima usome Biblia. Hii ndio the only thing ambayo itakuelekeza kwa Mungu. Haya mambo mengine hawezi. Isaiah chapter 1 verse 18 inatuita sisi wa Kristo, inaita kila mmoja mwenye dhambi. Unajua hakuna mtu mkamilifu kwa dunia, kisikanganyana. Wakamilifu wote walishinda mbinguni. So sasa hizi sisi wote ni wenye dhambi. Yaani haijalishi, yaani ile ni vile tu dhambi yako maybe unaweza ijua, lakini sisi wote ni wenye dhambi, sisi wote tumekinga dhambi. So Biblia inajaribu kutuita, ni wito. Isaiah chapter 1 verse 18 ya kwamba japokuwa dhambi zetu ni nyekundu. Hapo ndio mimi hupenda kuangalia, japokuwa dhambi zako ni nyekundu kama wewe unatuita tu, njooni tuweze kusemezana, njooni tuweze kusemezana. Alafu in Deuteronomy chapter 30 verse 19 bado tu Mungu anajaribu kutupatia njia. Anatuambia kwamba nimewapea njia mbili, uzima na mauti. So it's your option to choose which way. But the same God has given the answer, ya kwamba anatuambia tuweze kuchagua njia ya uzima. So it's your own choice, either to fall on a deceiver who is Satan, or to go on the way that will direct you to heaven and to everlasting life and to eternal life. So it's your own option and choice to make and to decide which side are you going. Hiyo ni option tu yako. Nimeegemea hapo kwa sababu tumezoea vitu za bure. Hapo nimeegemea. So ni Ephesians chapter 4 verse 28 inaongelea mambo ya bure. Tusizoee vitu za bure. Tumia mdomo wako kutoa maneno ya kusaidia. Tumia mdomo wako kutoa mambo ambayo yanasaidia. Mara mingi sisi wa Kristo ama mara mingi sisi wanadamu tunateleza kwa ndimi zetu. Tunafanya mambo ambayo hayapendezi ama yampendezi Mungu kwa ndimi zetu. Na nimekuwa nikiguzia hii kwa kila topic ambayo napeana tu, lazima niweze kuguzia hili jambo ya kwamba kama kuna jambo ambayo linaumiza sana wanadamu, masengenyo. Masengenyo inaumiza wanadamu sana. Na Biblia inasema kwamba tumia mdomo wako kutoa mambo ya kusaidia.
Sijui ni wapi ambapo masengenyo yamesaidia mtu, sijui, sijawahi jua. Nimekuwa nikifanya utafiti wangu, lakini sijajua ni wapi masengenyo yanasaidia mtu. Swali ni moja, je, kuna masengenyo ya positive ama negative? Yote. Ukajijibu mwenyewe. Ephesians chapter 4 verse 29. Point number 7 inasema kwamba usimhuzunishe Roho wa Mungu. Usimhuzunishe Roho wa Mungu. Ephesians chapter 4 verse 30. Mara mingi tumehuzunisha Roho wa Mungu. Tumefanya mambo ya kuasi kwa Mungu. Tumefanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Tumeiba. Kazi kuiba tu vitu za humu duniani, bali tumeiba paka miili za watu. Tumeiba paka roho za watu. Tumeangamiza wengi kwa mdomo wetu, kwa maongezi. Tumeangamiza wengi. So tunamhuzunisha huyo Roho ambaye ako ndani yetu. Na kwamba Roho anakuelekeza usifanye hivi, lakini unafanya tu. Usifanye, unafanya tu. So tunamhuzunisha. Tunapokuwa tukifanya mambo ambayo yako kinyume na mwelekeo wa Roho ambayo iko ndani yetu, tunamhuzunisha. Na sio unapokuwa ukijifanya kwamba wewe ndio mtu fulani, kwamba wewe ndio Mungu. Hiyo ndio mbaya sana kwanza. Hiyo ndio mbaya zaidi kwanza, ambayo haina msamaha popote pale. Tukiangalia, nimesoma ni Ephesians chapter 4 verse 30. Alafu point number 8 ama ya pili ndio nimalizie, dakika moja. Inasema kwamba ondoa chuki maishani mwako, usilipishe kisasi. Hiyo obvious siwezi elezea mingi, lakini iko wazi kwamba chuki haisaidii mahali. Chuki haisaidii mahali, na kulipisha kisasi, wanadamu tumezoea kulipisha. So Biblia inasema kwamba tuweze kuondoa chuki na tusilipishe kisasi kwa yale ambayo tunaweza kufanyiwa. Ephesians chapter 4 verse 31 inaelezea mambo. Na point ya mwisho inasema kwamba baada ya kukosana na mwenzako, mwisho wa yote muweze kusameheana kama Mungu alivyo tusamehe. Yesu alipoangikwa pale msalabani, tunapata kwamba aliangikwa na wezi wawili. Mwezi mmoja aliweza kumkufuru, kuongea mambo ya dhihaka kwa huyo Yesu Kristo, na kwamba kama ni mwana wa Mungu fanya hivi na hivi. Huyu Mungu akaambia, wewe nyamaza, kwa sababu huyu mwenye ameshikwa hana makosa. Jihurumie wewe ambao una makosa, kama umeweza kushikwa, umeweza kusulubishwa kwa jambo la haki, ya kwamba ulifaa kifo, lakini huyu hapa hafai kifo. So akaomba ya kwamba aweze kufanya nini? Yesu aweze kumkumbuka atakaporudi mara ya pili. So inasema ya kwamba tuweze kufanya nini? Tuweze kuombeana msamaha hapo tukikosana. Kuna wanadamu vichwa ngumu, wanadamu ni vichwa ngumu. Tuambie ukweli. Na mtu akiweza na msamaha wako wowote, ndio amekukosea ama umemkosea. Unapokuwa ukimwomba msamaha, haoni msamaha mahali. Japo badala ya msamaha itaongeza chumvi kwa huo msamaha, na hasa ikuwe kibaya zaidi. So kama hao ni maombi tu akilishi tu, naomba tu Mungu aweze kufanya, aweze kuwageuza, aweze kubadilisha roho zao, aweze kuwa nyepesi, na kuweza kufanya na kuweza kukubali wito ambao Yesu aliweza kutuambia kwa Ephesians chapter 4 verse 32. Jambo ambalo lazima tuweze kuangalia ni hili, ya kwamba tumeweza kuchelewesha kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili kwa sababu ya tabia zetu. Tabia zetu zimeweza kufanya Yesu asiweze kurudi mapema, na tunahitaji kubadilisha tabia zetu.
na kufanya yaliyo mema. Tabia zetu zimeweza kufunga njia za kukuja kwa Yesu, zimeweza kufunga njia zote. Unajua Yesu akiamua kuja anakuja mpaka saa hizi, akiamua kuja saa hizi anakuja, lakini Yesu ni mtu wa huruma. Angalia Exodus chapter 20 kuanzia verse 1 kuteremka, kwamba inasema kwamba huyu Mungu wetu ni Mungu wa wivu, na kwamba hapendi umix mambo yake, hapendi uchanganyishe mambo yake. Angalia, kama ni kuabudu, maabudu kwa njia ya kweli. Usichukue vinyago, acha niseme vinyago kwa sababu hizo ni sanamu. Usichukue sanamu umfanye kama Mungu wako, na ilhali si sanamu ndio iliweza kukumba, ni Mungu aliye mbinguni aliweza kukumba. So ni Mungu wa wivu. Anapokuwa anakuona kufanya mambo kama hayo, hafurahi. That's why kuja kwa Yesu kumechelewa. Yaani hataki mambo yaweze kuwa jinsi yalivyo. Anataka aweze kubadilike kwanza ndio aweze kuja, ili wengi aweze kuzua wafuasi. Anataka wewe ubadilike, mimi na wewe tuweze kubadilika. Bila hivyo, kama ngoja kwa Yesu, unajua, kumbuka Sodoma na Gomora, nchi ambayo ilikuwa imeasi Mungu. Yesu aliwakujia, Mungu aliwakujia kwa njia ya kipekee. After kuongea Abraham akamwambia, tafadhali usiangamiza hao watu, kwa sababu kuna watu wengi ambao wamekujua ni waja wako, usiweze kuangamiza. Lakini Mungu akasema lazima nitaangamiza. Unajua mipango ya Mungu ni different na mwanadamu. Akasema lazima nitaangamiza kwa sababu mahali imefika, kama hao wabaya wataharibu, hao wazuri wachache wataharibiwa na hao wabaya, kwa sababu ni wengi. So akasema ni lazima nitaangamiza Sodoma na Gomora. Mambo ambayo yanafanyika si mazuri. Abraham akakataa kabisa, akaambia Mungu, ukipata watu 50 utawaua. Watu 50 ambao ni waja wako wakikuwa hapo ndani utawaangamiza? Akasema hapana, sitaangamiza. Akasema sawa, wakipungua mpaka 5, maybe 45. Akasema hapana, au sitaangamiza. Akasema okay, najua wakipungua mpaka 25. Akasema hapana, sitaangamiza. Akasema okay, na sasa sawa Mungu. Sasa je, wakipungua mpaka 5 ama 10? Akasema mimi sitaangamiza. Sasa unajua Abraham alikuwa akisukuma huyu mtu kwa ndugu yake ambaye alikuwa Lot. Sasa Lot, au malaika wa Mungu walipokuwa wakienda kwa hiyo mji kuangamiza, wakapata Lot amekaa kwa compound yake. Alipoona mitume wa Mungu wanakuja, aliwatambua kwa umbali kwamba wale ni mitume wa Mungu wanakuja. Na alipowakaribisha, mitume walikataa kuingia kwa nyumba ya Lot. Malaika walikataa kuingia kwa nyumba ya Lot kwa sababu ya mambo mabaya ambayo nchi hiyo ilikuwa ikifanya, Sodoma na Gomora. So tunapata kwamba walisema waingie, akawabembeleza, wakasema wakule, lakini mwishowe waliweza kufanya nini? Waliweza kuagree na Lot na wakafanya jinsi vile Lot alikuwa anataka, lakini hawakuchoka. Unajua walikuwa wanajaribu kuangalia kama hawa watu wamebadilika, lakini hawakubadilika. Wakati pale nje wakiongea, tunapata kwamba wale watu walikuja wakaanza kufanya mambo ambayo hayapendezi katika wageni hawa. Walikuja wakisema kwamba wanaenda kuona hao watu ambao wageni wale ambao wameingia kwa hiyo nchi, wamekuja kwa Lot. Lot akamwambia, hapana, wana wageni wangu, tafadhali msifanyie kama vile mnazoea kufanya. Mjue kusema msifanyie kama vile mnazoea kufanya, Biblia imejaribu kuficha mambo mengi. Ya kwamba kulikuwa ageism, kulingana na mambo ambayo Lot alikuwa anafanya, alikuwa anajaribu kueleza. Kulikuwa na ageism kwa hiyo mji. Kulikuwa na lesbians kwa hiyo mji. Kulikuwa mambo ambayo hayapendezi Mungu.
Unapata mume na mume wanalala pamoja, mke na mke wanalala pamoja, haikumfurahisha Mungu. So tunapata kwamba Lutu akaambia hao watu wakiwa kijiji ya kwamba msifanye kama vile huwa mmezoea kufanya, heri niwapee tu mtoto wangu wa kike mweze kumfanyia jambo lolote lile. Unapata kwamba mpaka Lutu mwenyewe amekubali ya kwamba mtoto wake aweze kufanyiwa unyama na hawa wanakijiji, lakini si malaika wa Mungu. Wakasema Lutu, tunataka wageni wako, la sivyo tutakuhamisha pale kwa hii village, tutakutoa kwa hii village, tusikuone hapa, ama tutakufanyia pia wewe. Malaika wakasirika, ndiposa unapata kwamba malaika walipiga watu wote kofi na wakawa vipofu wote, na kuwa vipofu. Hivyo ndio iliendanga, na Lutu akaambiwa kwamba ni masaa ambayo imefika ni ya kutoka kwa hii mji. Malaika akamwambia ni masaa imefika ya kutoka kwa hii mji. Ingawa waambie paka au the in-laws, waambie in-laws wako au familia mzima tutoke kwa hii mji, la sivyo tutawaangamiza plus nyinyi. Tunapata kwamba Lutu alitoka kwa hiyo mji. Biblia inasema hivi, niko kwa hii point kwa sababu lazima tuweze kuangalia mahali uasi unaanzia, ambayo Mungu apendezwe. So Lutu akawaambia familia yake ujumla, in-laws, kila mtu akaambiwa ya kwamba kesho asubuhi tunarauka kutoka kwa hii mji, so tujipange. Wale walisikia na sawa, walisikia. Wale ambao hawakusikia pia sawa, hawakusikia. Ikafika saa ya kutoka, mmejua historia vile ilikuwa, na mwishowe Sodoma na Gomora ikaweza kuangamizwa. So lazima tunahitaji kubadilisha tabia zetu, ndiposa kuja kwa Yesu kuweza kuwa rahisi. Maskani ya Mungu iko na viungo tofauti tofauti ili kurahisisha kazi ya Mungu. Sijui kama mmenielewa. Nasema ya kwamba maskani ya Mungu iko, kila mtu ameweza kupewa kazi kwa maskani ya Mungu ili kurahisisha kuja kwa Yesu. Sisi ni mwili mmoja na viungo tofauti. Mwili mmoja na viungo tofauti. Kuna mkono, kuna mguu, kuna kichwa, kuna kila kitu kwa huu mwili mmoja. Hivyo ndio kazi ya Mungu pia iko. Ya kwamba Mungu ameweza kupea watu kupea watu vipaji tofauti tofauti. Ukiangalia ni Ephesians chapter 3, is it chapter 3? Chapter 3 verse Ephesians chapter 3 or 4 verse 11. Ephesians chapter 4 verse 11. Ninasema kwamba Mungu aliweza kupea watu vipaji tofauti. Kuna wale ambao waliweza kupewa uinjilisti, kuna wale ambao waliweza kupewa manabii, mitume, kuna wale ambao pia ni waimbaji, kuna madaktari. Kuna watu tofauti tofauti kwa kila kazi, ili kazi hiyo iweze kuwa nyepesi. Mahali utashikiwa tu hapo, unafanya kazi ya Mungu. Kurahisisha mambo, kurahisisha ujumbe wa Mungu uweze kuenea kwa njia rahisi. Hii ndio kazi ambayo Mungu aliweza kutupea sisi tuweze kufanya, ili tuweze kufanya kuja kwake kuweze kuwa rahisi. Swali ni moja, je, maskani ya Mungu huwa aje? Maskani ya Mungu huwa aje? Na kuwa aje maskani ya Mungu? Tunapata kwamba pointi ya kwanza, maskani ya Mungu huwa tulivu kila wakati. Maskani ya Mungu ni tulivu, si mambo ya mdomo mdomo. Maskani ya Mungu ni tulivu, si mambo ya mdomo mdomo, kila saa mdomo, kila saa mdomo. Ni tulivu. So ukitaka kuwa maskani ya Mungu lazima upunguze mdomo na kuwa mpole, kunyenyekea kwa kazi yake. Maskani ya Mungu huwa na amani siku zote, ya kwamba hakuna mafurugano mahali, hakuna vita. So ni amani tu kwa hiyo maskani ya Mungu. Ukitaka kuruhusu roho ya Mungu iweze kukaa katika mwili wako, lazima amani iweze kuwa kwa mwili wako. Ni lazima iweze kuwa tulivu, ndio roho wa Mungu aweze kukaa kwa mwili wako, kwa hekalu lako. Pointi nyingine ya kwamba maskani ya Mungu, yeye mwenyewe ndiye kiongozi. So you can't control your body bila Mungu.
Huwezi control mwili wako bila Mungu. Utapata udhaifu haraka sana, uta give up haraka zaidi. So ndio maskani ya Mungu iweze kuwa nzuri, tulivu na amani, lazima tuache Mungu aweze kuwa kiongozi katika maisha yetu, katika tabia zetu, katika kazi zetu tunazofanya. Kila wakati tuweze kumruhusu yeye aweze kufanya, aweze kutangulia, aweze kutuongoza. Hiyo ndio itafanya nini? Itafanya kurudi kwa Yesu kuweze kuwa rahisi. So ombi langu siku ya leo ni kwamba Mungu anifanye mimi kuwa maskani yake. Ombi langu ni Mungu anifanye mimi kuwa maskani yake, nile na yeye, nitembee na yeye, ninywe na yeye. Jambo lolote ambalo ninafanya liweze kuwa la kutoka kwake, nisiweze kujifanyia tu mambo yangu peke yangu. Sijui wewe, kwa hayo yote ambayo nimeweza kusema, sijui wewe unafikiriaje? Sijui ombi lako ni lipi? Sijui ombi lako ni lipi? Je, unahitaji kutembea na Mungu? Je, unahitaji kufanya kazi na Mungu? Je, unahitaji maskani yako Mungu aweze kutawala? Kama hilo ndio ombi lako, Mungu aweze kubariki. Tuweze kuomba. Mtakatifu Mwenyezi Mungu, tunanyenyekea wakati huu tukiangalia kusudi mema umeweza kutuongoza Mfalme. Tulipoanza hadi mwisho wake tumeweza kujifunza mambo mengi Mfalme. Tufanye kuwa maskani yako Mwenyezi Mungu kila wakati, tuweze kutegemea Mfalme kwa kila jambo, tuweze kufurahia Mfalme kwa sababu ni mwema. Angalia Mfalme wale ambao wanatazama wakati huu, waongoze uweze kubadilisha, ili Mfalme uweze kutegemea wewe kila wakati kwa changamoto au kwa uzuri wote ule Mfalme. Uweze kujali na waweze kuwa kutegemea kila wakati Mfalme. Wewe ni Mungu asiyeshindwa, kina makuu Mfalme katika maisha yetu. Tunaomba ya kupitia kwa jina la Yesu Kristo na kuamini. Amen.